Sura ya 7 mstari wa 14. Nimeandika sawa? Nyakati wa pili 7:14. Tayari? Nataka ujue muhimu. Kwa nini sana nasisitiza nuru yako itakujia na afya yako itatokea mahali. Manake hivi visipokuwepo mtu hajakamilika, ni ngumu. Na kuna baadhi ya vitu tutavikosa, tutajifunza. Nitasoma. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya. Unasikia sentensi? Basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Maana hiyo nchi ilikuwa inafanyaje? Inaumwa. Nchi kiumwa na yenyewe huanga inapimwa tu kama tunavyopimwa sisi. Ukiumwa unaenda hospitali kupima malaria, sio pima damu tuangalie una nini. Hata ardhi huwa inapimwa. Ndio maana huwa wataalamu wanaenda wanapima ardhi, wanaangalia shida, tatizo la ardhi imepungukiwa na nini, umeenda ni madini. Wataenda watachukua mbolea, ile ni dawa, wanaitibu ardhi ili uweze kupanda kitu kikubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake kila unachokuja ukileta ni roho ya uponyaji kwa ajili ya kuiponya nini ile ardhi iweze kustawisha vitu, kwa sababu kama ardhi itakuwa haijaponywa, maana yake kinachoota pale pia lazima kitakuwa na madhara. Moja, kwanza kitatosha. Kwa kisipotosha, maana yake afya ya hao watu pia itakuwa, Kiswahili cha zamani kwa tunasema nyoro nyoro. Hicho Kiswahili hamjikuta. Tunasoma sanskrimu ndio tunajua hiyo sanskrimu. Nyoro nyoro. Yeye unakuwa dhaifu. Yaani mchana mzima saa nyingine yeye wakati mwingine anakuwa sawa, wakati yeye umeshajielewa ndio nyoro wewe. Saa nyingine anakuwa sawa, saa nyingine anakuwa yaani hivyo Mungu tu mwenyewe atakusaidia. Mmeshaelewa maana ya nyoro nyoro. Najaribu kuitafsiri ili muelewe. Ndio maana leo kuna mbolea. Zote zile ni kwa ajili ya kurejesha afya. Acha mwili wa binadamu pia hata kwa kipimo kama umepungukiwa na madini fulani. Ndio maana kuna dawa. Zile zote ni kwa ajili ya kurejeshea nini? Afya. Sasa swali la msingi, kama afya ni roho iko wapi? Kila kitu unachokiona hapa Mungu alichokiumba, aliweka kitu chako mle.